Ukiziona ishara hizi sita, tambua una mvuto kwa watu. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara sita ambazo ukiziona unatakiwa utambue unawavutia watu wengi sana. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza ni ishara zipi. Leo nimekuandalia somo hili zuri sana. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza, lakini pia kama bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote wenye akili na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu wenye akili na wanaopenda kujifunza. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho. Zifuatazo ni ishara sita ambazo zinaonyesha kuwa una mvuto kwa watu. Namba 1. Watu wanatamani sana kuzungumza na wewe. Asilimia kubwa ya watu ambao wana mvuto, watu hutamani kuzungumza nao. Watu wenye mvuto, watu wengi huwa wanatamani kuzungumza na wao. Kwa hiyo ukiona ishara hii, ukiona watu wengi wanatamani sana kuzungumza na wewe, basi unatakiwa utambue ya kuwa una mvuto kabisa kwa watu. Ukiona kuna muda unaweza kukuta hata mtu hana jambo la msingi la kuzungumza na wewe, lakini anajisikia tu aje kuzungumza jambo lote tu na wewe. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu. Ukianza kuona watu wengi sana wanatamani sana kuja kuzungumza na wewe, watu wa jinsia tofauti tofauti wanakuwa wanatamani sana kuzungumza na wewe. Unaweza kukuta hata mtu anakusimamisha, hana jambo la msingi la kuzungumza, lakini tu anatamani azungumze tu jambo lote tu na wewe. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu. Lakini ishara namba 2, watu usiowajua wanakutazama sana kila unapokwenda. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu. Unaweza ukajikuta sehemu unatembea, watu usiowajua wanakuwa wanakutazama sana kila unapokwenda. Hii ni ishara mojawapo au dalili mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu wengine. Watu wanakuwa wanavutiwa sana kutazama na wewe, wanavutiwa sana tu kutazama na wewe, kukutazama wewe. Kwa ukiona watu usiowajua wanakutazama sana kila unapokwenda, hii ni ishara ya pili ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu. Unajikuta yamkini unatembea eneo fulani, uko zako tu, lakini unashangaa watu wanakuwa wanavutiwa sana kukutazama. Unatembea, watu wanavutiwa sana kutazama. Hii ni ishara ya pili ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu. Lakini ishara namba 3, watu wanajitokeza kukusaidia hata kwa vitu vidogo. Unashangaa watu wanajitokeza sana kusaidia hata kwa vitu vidogo. Unapokuwa na mvuto au muonekano unaopendeza machoni pa watu, ni rahisi sana kusaidiwa na watu hata kwenye vitu vidogo. Watu wanakuwa wanapenda tu kusaidia. Yamkini ni kitu ambacho ulikuwa unaweza ukifanya, lakini unashangaa mtu anaamua kusaidia kukifanya. Kwa hiyo watu wanajitokeza kukusaidia hata kwa vitu vidogo. Kwa hiyo unapokuwa na mvuto na muonekano unaopendeza machoni pa watu, ni rahisi sana kusaidiwa na watu hata kwenye vitu vidogo. Unakuta hata kuna muda sometimes haumjui mtu, lakini anajisikia tu kusaidia. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa wewe una mvuto. Unaweza kuwa unatembea tu sehemu, au ulikuwa una kahitaji kadogo, au kuna tatizo kadogo tu ambalo unaweza kulisolve, lakini unashangaa watu wanakuwa wanajitolea kabisa kukusaidia. Watu wanavutiwa tu kusaidia. Kwa unapokuwa na mvuto na muonekano unaopendeza machoni pa watu, ni rahisi sana watu kukusaidia hata kwa vitu vidogo ambavyo unaweza kufanya. Lakini unashangaa watu wanakuwa wanakusaidia, watataka kusaidia, wanatamani kusaidia. Kwa hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto. Lakini ishara namba 4, unaangaliwa mara mbili. Asilimia kubwa ya watu hupenda kuangalia mara mbili kile ambacho kinawavutia. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto, unaangaliwa mara mbili. Asilimia kubwa ya watu hupenda kuangalia mara mbili kile ambacho kinawavutia. Lakini ishara namba 5, watu wanakuonyesha hisia kali. Watu wanakuwa wanakuonyesha hisia kali sana. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto. Watu wanakuwa wanakuonyesha hisia kali. Watu wa jinsia tofauti tofauti wanakuwa wanakuonyesha hisia kali sana kwako. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa una mvuto. Lakini ishara namba 6, watu kukuganda kila wakati. Mfano,
unaweza kukutana na mtu akakuganda kila wakati, akawa anatamani kutumia message kila wakati, anakupigia kila wakati. Unashangaa kumwambia bwana, naomba usinitafute sasa hivi niko busy, lakini unashangaa mtu anakuwa anakuganda kila wakati, hataki kukuacha kabisa, anakuganda kila wakati. Hii ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha kuwa una mvuto kwa watu kukuganda kila wakati. Kuna muda unaweza kukuta mtu hana hata la kusema, anakupigia simu, hana hata la kuzungumza, anakupigia simu, anakutumia ujumbe, yani hana hata cha kusema. Unaweza kukuta nipigie, unaweza ukampigia ukashangaa hana hata la kusema. Kwa hiyo unakuta watu kukuganda kila wakati, na hii inawakuta pia hususan wadada. Unakuta kuna baadhi ya watu unakuta anaweza kumganda mtu mpaka yule dada akawa anashangaa, mbona ameniganda, mbona mtu huyu ameniganda, huyu kaka huyu ameniganda, au kama ni kaka inaweza katokea vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizi ni ishara, unakuta watu wanakuganda kila wakati, yani mtu atakuwa anakuganda kila wakati. Yani unaweza kumwambia bwana, hebu naomba uniache usimtafute, ukashangaa kuna wengine wanatumia hadi kumblock, lakini anakutafuta kwa namba nyingine tena, mtu anakuganda. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa una mvuto. Kwa hiyo tumeziangalia ishara 6. Tumesema ishara ya kwanza, watu wanatamani sana kuzungumza na wewe, watu wanakuwa wanatamani sana kuzungumza na wewe. Ishara ya pili, watu usiowajua wanakutazama sana kila unapokwenda, watu ambao wajua unakuta wanakutazama sana kila unapokwenda. Lakini ya tatu tukasema watu wanajitokeza kukusaidia hata kwa vitu vidogo. Jambo la 4 tukasema unaangaliwa mara mbili. Nadhani hapo mmenielewa, sina haja ya kuelezea zaidi. Lakini ya 5 tukasema watu wanakuonyesha hisia kali, na jambo la 6 watu wanakuganda kila wakati. Nimetuona kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia usiwe mchoyo. Kwani ukisubscribe unapungukiwa na kitu gani? Basi hakikisha una subscribe ili kusupport kazi hii, lakini pia una like video hii. Baada ya kulike video hii itasambaa kwa watu mbalimbali. Tukutane kipindi kijacho, na kupenda sana, lakini pia na kukubali sana.